katika nchi yetu. Nabii Yeremia aliambiwa na kupewa ujumbe mmoja ya kwamba amepewa mamlaka ya kung'oa, ya kubomoa na kuangusha kisha apande. Na ni wajibu wetu pia kuhakikisha kwamba katika nchi yetu kama kanisa tunasimama kwa nafasi yetu kubomoa kitu chochote ambacho kinafinya haki nchini, kuangusha mifumo yoyote ambayo ina viashiria vya kufinya haki nchini, na kisha kujenga mfumo mzuri wa utawala na uongozi na wa haki. Katika taifa letu lina miaka zaidi ya 60 sasa. Wakati wa kupigania uhuru tulienda vizuri na kanisa lilisimama kwa nafasi yake, na hata msikitini mashehe walisimama kwa nafasi yao kupigania uhuru wa nchi hii. Nikitoa mfano wa kanisa wakati wa kudai uhuru wa nchi hii, mnajua Tanzania ni nchi pekee ambapo Tanganyika imepata uhuru wa nchi bila kumwaga damu. Siri kubwa ni kwamba father au padri wa kanisa Katoliki alikuwa anaitwa Welsh, alimpa siri Mwalimu Nyerere ya kwamba ili mpate uhuru bila kumwaga damu, mfanye njia hii, kwa sababu nchi hii ilikuwa chini ya udhamini wa Waingereza. Baada ya kupata siri ya namna hiyo, Mwalimu Nyerere akajiuzuru kufundisha Pugu sekondari, ndipo akaanza kuzunguka nchi nzima kwa ajili ya kuwaunganisha Watanganyika wote kupata uhuru, na akaenda mpaka Umoja wa Mataifa. Lakini siri ile ambayo iliuangusha kwa muda mfupi sana utawala wa Waingereza ilitoka kwa kanisa, na kanisa pia ilikuwa msaada mkubwa sana pia kwa ajili ya kuifanya nchi hii ipate uhuru bila kumwaga damu. Tukapata uhuru, tukaendelea, lakini baadaye hapa katikati kuna mambo ambayo yameingiza nyufa katika nchi hii. Haki ya kuishi imekuwa sasa ni jambo shida sana. Utekaji unaendelea, watu wanauawa, wanatekwa na kupotezwa. Sasa mambo kama haya hatuwezi, kama kanisa, kama viongozi wa dini, hatuwezi kubaki kuwa wanafiki. Mkija kwenye nyumba za ibada tunawaambia amani, kuna amani, wakati watoto wenu wameuawa, watoto wenu wamepotezwa, watoto wenu wametekwa. Kwa sababu hiyo basi tumegundua kwamba kuna shida katika mfumo wetu, na ndio maana tunatembea pia nchi nzima kuwaunganisha wananchi wote wa Tanzania ya kwamba tuungane, tuandike katiba mpya ya nchi yetu, tuunde tume huru ya uchaguzi. Hawa kina mama, ninyi akina mama sikilizeni, nimalize jambo moja. Pale Malawi kulikuwa na udikteta wa hali ya juu sana, lakini baada ya kanisa kuandika waraka wa kichungaji, utawala wa kidikteta kule Malawi ukaanguka au kusimama tena. Afrika Kusini, Askofu Mkuu Desmond Tutu aliposimama na watu wa Afrika Kusini, ubaguzi wa rangi na utawala wa Afrika Kusini ulianguka, haujasimama tena. Kule Kenya, wachungaji na maaskofu waliposimama wakapambana, katiba mpya ikaandikwa nchini Kenya. Kule nchini Kongo kuna vita wanapigana. Tumeona maaskofu wa kanisa Katoliki wanajitahidi sana kwa ajili ya kuleta amani kule. Na hapa Tanzania hatutaki tusubiri mpaka itokee machafuko ndipo viongozi wa dini tuanze kuja na makanzu yetu kwa ajili ya kuleta upatanisho. Kwa hiyo sasa tunataka kwamba kuanzia sasa, kwa sababu tumeona hivi viashirio, watu wameuawa kwenye uchaguzi mkuu mwaka jana wa serikali za mitaa. Kwa hiyo tunaona kwamba hii hali haiwezi kuendelea tena. Tunawataka sasa Watanzania wote, kama unaamini ya kwamba tunahitaji kubadilisha mfumo huu, nyosha mkono wako, na tunaenda kuombea hili. Mungu wetu, nyosha tu mkono wako. Mungu wetu, mikono hii ni ya watu wanaotaka mabadiliko katika nchi hii,
na mabadiliko haya ni ya kwa ajili ya kuleta amani, lakini itokanayo na haki. Watu hao wanakataa kwamba kusiwe na utekaji tena katika nchi hii. Watu hao wanakataa kusiwe na upolaji na uwizi wa kula tena katika nchi hii. Na kwa sababu hiyo wanaungana kwa pamoja kwamba wakati wa mabadiliko ya kuandika mfumo mpya wa uchaguzi na utawala umefika. Yeyote atakaye kuanza utaratibu huu akafedheheshwe kwa jina Yesu, sema amina. Yeyote atakaye amrisha majeshi yatese watu, yaue watu, yateke watu, akafedheheshwa katika jina Yesu, sema amina. Mungu awabariki sana. Na ufungua mkutano huu katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.